Ndugu Ilonja Muzindiko awe hapa karibu kutusaidia kusoma shairi. Tufungue Biblia zetu kwenye waraka kwa Waebrania sura ile ya 9. Tunaanza mstari wa 11 hadi ule wa 14. Tusome Waebrania mlango wa 9 kifungo cha 11 hadi 14. Tusome. Soma. Waebrania sura ya 9 mstari wa 11 hadi 14 inasema hivi: lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamili, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafishwa mwili, basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu tumepata muda huu wa kuwepo mahali hapa kwa ajili ya neno lako. Mimi ambaye nimesimama hapa sijui lolote, bali tunamwalika Roho Mtakatifu atufungulie akili zetu ili tuweze kulitafakari neno lako na kulitafsiri jinsi lilivyo. Utusaidie, utuongoze, kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen. 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 Tunashukuru Mungu kupata neema hii ya kuwepo hapa leo. Kuna wengi ambao wametamani kuona siku hii lakini hawakuipata, hawakuiona. Wengine wamepata shida mbalimbali, lakini sisi ambao tumepata neema hii ni vizuri tushukuru Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Pamoja na hayo, tunashukuru ofisi ambayo imeona vema tuwepo hapa leo. Kwa hiyo Mungu awabariki. Tunashukuru waimbaji ambao wametutangulia katika somo hili la leo. Mungu aendelee kuwasaidia na kuwabariki katika huduma yenu. Neno letu la leo ambalo tumepewa tuliseme, tuliongee, linahusu Yesu Kristo, mwana kondoo wa Pasaka asiye na ila. Yesu Kristo, mwana kondoo wa Pasaka asiye na ila. Tumesoma kwenye hiki kitabu cha Waebrania. Waraka huu uliandikwa kabla ya kubomolewa kwa hekalu la Yerusalemu mwaka wa 70. Yaani wanakadiria labda ilikuwa kati ya miaka ya 64 hadi 68. Na wapokeaji wa kitabu hiki ambao waliandikiwa kitabu hicho, lakini kwa leo kinaandikiwa sisi kwa sababu
maneno ambayo yatahubiriwa leo yanatuhusu sisi ambao tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wahusika au walengwa walioandikiwa waraka huu walikuwa Wakristo Wayahudi.